Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani mtazamaji wa Khairia Online TV? Matangazo ya moja kwa moja kutokea mkoani Kilimanjaro, ambapo leo tupo katika kilele cha kuazimisha mazazi ya mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sherehe ambazo zilianza tangia tarehe 1 Januari na leo tarehe 3 Januari 2026 tunaenda kukamilisha kilele cha hadhara hizi. Hadhara ambazo zimedumu kwa siku 3 mfululizo zikiwa chini ya Sheikh mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, Sheikh Mlewa bin Shaban, ambaye amekuwa ni mmoja katika watu walioidumisha amani katika mkoa wa Kilimanjaro kwa zaidi ya miaka 10 tangia apate nafasi hii. Sheikh wa mkoa wa Kilimanjaro ana mengi ya kuzungumza nasi siku hii ya leo kupitia jukumu hili zito ambalo kwamba amelibeba na analitekeleza vema, ikiwa kusimamia hadhara hii tukufu, na leo siku ya kilele kwa matukio mbalimbali ambayo tulikuwa tukikuletea karibu yako kupitia Khairia Online Television kuanzia mwanzo mpaka sasa. Na lile tukio kubwa lililowagonga nyoyo baadhi za watu la kuweza kuwashukuru na kuwapa takrima ndogo vijana katika mkoa wetu huu wa Kilimanjaro kwa kuweza kuitunza amani tarehe 29 Oktoba, siku iliyokuwa na vurugu nchi nzima, lakini kwa kutii amri za viongozi, Sheikh wetu wa mkoa aliweza kusimamia hayo na mpaka sasa anaendelea nayo. Analipi la kutueleza? Endelea kuwa nami Hassan Makanya, nyuma ya kamera Abakar Tandiko. Sawa kugusa alama ya neno subscribe katika channel yetu kupata mengi mazuri ya haya. Sheikh Mlewa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tupo live Khairia TV. Tunashukuru sana kupata nafasi ya kuwa na wewe tena, na tunakuombea Mwenyezi Mungu akupe umri na afya njema. Amin, amin inshallah. Sheikh, hii hadhara kwa wanaotufuatilia, baadhi yao wameshuhudia leo kupitia Khairia TV. Kwa faida ya watazamaji, tuwaeleze hadhara hii na muda gani mpaka sasa tangia imeasisiwa? Hadhara hii ya Maulidi ya mkoa sasa ina mwaka wa 5, lakini toka tumeanzisha hadhara hii tumekuwa tukirusha wilaya kwa wilaya, wilaya kwa wilaya, kila wilaya ifaidike. Lakini katika kipindi cha miaka 2 tumekuwa hadhara hii tukiifanyia katika kituo chetu kipya ambacho tunawalea watoto na kuwatunza kiimani, kuwasomesha dini watoto kutoka sehemu mbalimbali. Lengo kuu ni kuwajenga vijana wetu katika utamaduni wa kidini, na kazi ya shekhe ni kusomesha. Kazi ya shekhe sio kupiga tu danadana kuzunguka, kazi ya shekhe ni kusomesha. Kwa hiyo tumeasisi kituo hichi, na ili kuwapa nguvu vijana tumekuwa tukifanya shughuli hii mara kwa mara katika eneo hili. Huu ni mwaka wa 2. Mwaka wa jana tulifanya na tulifanya kwa muda wa siku 2, na mwaka huu tumefanya kwa muda wa siku 3. Na tangia kuasisiwa kwa kituo hichi cha kulea watoto ni muda gani mpaka sasa? Toka kimeasisiwa kituo hichi sasa hivi kinatimiza mwaka wa 4. Ni idadi ya vijana wangapi ambao mpaka muda huu wamejiunga na kituo hiki? Vijana ambao tunao mpaka sasa hivi wanafika 32. Kuna vijana wanaotoka nje na mkoa wa Kilimanjaro ama asilimia kubwa ni wa ndani ya mkoa wa Kilimanjaro? Yes, wako vijana wanaotoka Manyara, mkoa wa Manyara. Wako vijana watoka Lindi, wako vijana watoka Mtwara, wako vijana wametoka Upareni, wako vijana wametoka Sambani, wako vijana wametoka Zigua, wako hapa na tunawalea. Na wa hapa pia wapo wamejumuika pamoja katika kuitafuta ilmu. Imezoeleka Sheikh mkuu ama Sheikh wa mkoa ama Sheikh mkuu tunavyofahamu, mara kadhaa amekuwa akitekeleza majukumu ya kijamii. Hili la kusomesha huwa mara nyingi linaonekana ni jambo la walimu tu wa madarasa na maustadhi. Unawaambiaje wale wenye nafasi kama yako katika kulea vijana kwa namna kama hiyo unaifanya? Kwanza, moja katika kazi ya mashekhe ni kukumbuka na kutoa fatwa. Kutoa fatwa ya mambo mbalimbali. Fatwa huwezi kuitoa kwa kukaa na kuhifadhi vitabu vingi ndani ya nyumba alafu ukasema wewe ni shekhe. Mashekhe, ilmu yoyote huwa inadurusiwa. Watu wanafanya marejeo ya mara kwa mara
katika fani mbalimbali wazozisoma, na uwezi kukaa ukasoma fani zote kwa wakati mmoja. Katika kusoma fani hizi ni pamoja na kusomesha. Unaposomesha ndipo kumbukumbu ya vitu ulivyoviacha hapo nyuma vinaporudi katika sehemu yake. Hili litakusaidia hata wakati ukitaka kutoa fatwa. Unapotoa fatwa yoyote unarejea kile ulichokisomesha jana katika fatwa uliokuwa umeitoa. Kwa hivyo mimi nawahusia sana wenzangu mashehe, tuendeni katika kusomesha. Kusomesha ndiyo kazi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na sisi tunafuata nyayo zake. Sisi tunafuata nyayo za mashehe zetu, kina Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu na mashehe wengine ambao wametusomesha. Wao kazi kubwa pamoja na utu uzima na ugonjwa, lakini walidumu katika kusomesha, na wengineo ambao bado wako hai mpaka sasa hivi wanaendelea kusomesha. Sisi ni nani tusiendelee kusomesha na kuweza kuifikisha ilmu kwa vijana wetu? Sambamba na yote, tunafahamu kuna propaganda mbalimbali zinazopelekea uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Kama shehe wa mkoa, lakini mlezi wa amani katika mkoa huu wa Kilimanjaro, ni upi msimamo wako katika hayo? Msimamo wangu mimi uko kwenye amani. Amani kwanza, amani kwanza, amani kwanza. Kwa sababu bila ya amani hatuwezi kufanya chochote. Bila ya amani hafla hii ya siku 3 tusingefanya. Ingekuwa tumekimbizana, tumejificha kwenye majumba huko kwa kuogopa kutokeza kupata madhara. Amani ndiyo msingi wa maisha ya mtu yoyote yule. Anayefanya kazi anahitaji amani, na ndio unaona mtu mwingine anaamua kuacha kazi kwa kukoseshwa amani. Mkubwa wake anamnyanyasa, na mtu wake wa karibu anamnyanyasa, au kazi ile inakuwa nyingi zinamsumbua, anakosa amani. Kwa hiyo anapopata mtu amani kwa utulivu, anapopata amani kwa kupewa amani, basi hili linafanya na yeye anaweza kufanya kazi zake kwa utulivu. Kwa mimi nashauri na nahusia wenzangu, sote tutimize jukumu letu katika kuilinda na kuichunga amani ya nchi hii. Hii ni tunu ya pekee tulionayo katika nchi ya Tanzania. Tuliona hapa juzi madhara yaliyotokea. Kila mmoja alikuwa amejificha. Watu walikuwa kazi zimeharibika, wanoshindana njaa wanashinda, maduka yanafunguliwa kwa amri. Jamani, haya fungueni maduka lisali moja mfunge. Maduka yafunguliwa, watu wanaminyana kwenye kuwania chakula. Sasa hebu piga hesabu, lingelidumu jambo hili kwa muda wa mwezi mzima, maduka yamefungwa, watu wangeishi katika maisha gani? Kwa hiyo watu ambao akili zao kidogo hazifikiri vizuri ndio wanaona kwamba amani haina sababu. Wao wanasema natafuta haki, na yule anayetafuta haki ukimtafuta mwenyewe hana haki yote anayoifanya. Ukimchimba utakuta ni mtu muhalifu, mtu muovu, hana wema wowote, muongo, mlevi na mambo mengineyo. Kwa hiyo huwezi mtu kuwa unatafuta amani alafu wewe ni mwenyewe ni mlevi. Unatafuta haki, wewe mwenyewe ni mbaya, ni muovu, unadhulumu watu, unafanya udanganyifu, alafu asema unatafuta haki. Anza haki kwanza wewe, kuwa na haki alafu ndio uitafute haki. Naam. Mwisho kabisa, Khairia Online TV tuko live kuanzia siku ya jana mpaka leo kilele. Unawaambiaje kutokea Tanga mpaka Kilimanjaro kwa ajili ya jambo hili tukufu? Mimi ninawaomba kwanza wafuatilie kituo chetu cha Khairia Online TV. Wakifuatilie, kwa sababu toka jana ninatumiwa message nyingi za shukurani na watu kufurahia matukio. Ukiona mtu anapiga simu anasema waambie bana waweke kamera hivi, maana yake watu wanafuatilia. Kwa jambo hili limefuatiliwa dunia yote. Khairia wamefanya kazi kubwa, ni kituo chetu pendwa, na tunawashauri waendelee Khairia kutupa habari na kuisaidia jamii kwa bei nafuu. Amina inshallah. Mwisho kabisa niko naye Sheikh wa mkoa wa Kilimanjaro, Sheikh Mlewa Shabani, ambaye ndiye msimamizi mkuu wa jambo hili akiwa katika mkoa wake. Lakini wageni mbalimbali wamewasili siku hii ya leo, na bado tutaendelea kuletea matukio mbalimbali na wageni wetu mbalimbali washiriki siku ya leo. Sina la ziada, wako Hassan Makanya, lakini kama Sheikh ana lolote la kutuambia, karibu. Mimi nawakaribisha wote ambao Mwenyezi Mungu amewapa hatua na nafasi. Toka jana tulikuwa na mkuu wetu wa wilaya, leo tumekuwa na mheshimiwa mbunge pamoja na diwani, na wako mashehe wa mikoa, wengine washafika, wako hapa, wako mahotelini, lakini wako ambao wako njiani wanakuja, mashehe wa mikoa, na wako viongozi mbalimbali. Mkuu wetu wa mkoa tutakuwa naye pamoja na viongozi wengine wa kiserikali kuja kuliunga mkono jambo hili. Kwa hiyo wewe ambaye unaangalia Khairia Online TV, basi hudhuria ujeone mambo makubwa yatakayofanywa na vijana wetu kutoka sehemu mbalimbali, wakiwemo vijana wa
Tuyurul Janna. Tuyurul Janna pamoja na madrasa mbalimbali Zaharau wako hapa, Mawal Islam wako hapa, madrasa mbalimbali Al-Hijra hii kituo cha Darul Maarif pia wako hapa, na madrasa nyingi katika mkoa wa Kilimanjaro leo zitahudhuria hapa. Vita vikubwa vitakuwa viko hapa. Karibuni sana. Hassan Makaya nyuma kamera, Bagari Tandiko, endelea kwa nasi. Asante. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.